Undo on them. Lucky ku chosa mwe maitu tutia wana chevangoni atiukisenga amwe makevi na kututia miaka na miaka asawe mwene nukamanya asawe mwene nukamanya Dangaya nasa mwithwe chenine nitukamanya on them. Yesu kakwiye twithwe na thayu na kavindaka nini yoke ka monsieur kwake sawe. Are you okay? You okay? No kamanya angaya sa medwe chenine nitu kamanya maundu onde. Tunaweza imba wimbo mwingine. Konde okatena manavyo edwandiyo mumana Yesu motange waivyando Yesu Kristo ni wakwiye niwe motange wando na ende male akumanya dayo wo ni manavyo nini tekelete Yesu yone mwea iwakwa na yunese gadi kwake dhalio wadelabyo Yesu Kristo ni wakwiye niwe mutange wandu na ende male akumanya dayo wo ni manapyo ningwenda kuona ituvi yavikayo lo kwake nikanange wiayo wakwa date wiayo wake Yesu Kristo ni wakwiye wando na ende male akumanya dayo wo ni manavyo
wia wake ni museo etuvi nenembe dewata yuna mwana ndathe tiewi yako Yesu Kristo ni wakwiye niwe mutangi wandu na indima lea kumanya thayo wo ni mana bio. Nyimbo nyingine ili tupate kuwa na wakati wa kurudisha mwili katika mchanga. Kwanza nataka tuombewe na Askofu Ndambuki, alafu Bishop Siuma atatuongoza katika kipindi cha kurudisha mchanga katika mchanga. Basi na tuombe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu uliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, pamoja na mwanadamu ambaye baada ya kuumba kila kitu uliona inamfaa aweze kuishi hapa duniani, na rasilimali zote ulizotengeneza kwa ajili yake ukampa utawala juu yake. Na hayo mamlaka yote baada ya mwanadamu kukosa mbele yako, tukatenganishwa na kifo, kikawa ni ishara kuu ya kwamba tunaweza kukumbuka. Hatukupotea, lakini kwa ajili ya neema na rehema zako ulimleta Yesu Kristo kwa ajili yetu, akafa na akatuandalia makao mbinguni baada ya kututengenezea daraja ya kufuka kuja kwako. Mungu mtakatifu, mauti sio mwisho wa mwanadamu. Huyu Moses na familia hii ambao wamejitwika mikononi mwako, ukawaokoa kutoka katika kifo cha kwanza kwa wale ambao wanakuamini, na kifo cha pili pia ukatukomboa kwa sababu hakuna jehanamu mbele yetu. Mungu wetu na Baba, twakuomba kwa ajili ya wakati huu ambapo kulingana na maandiko yako nasema tutakula jasho hata wakati tutakaporudi kwa ardhi. Na sasa Moses anarudi kwa ardhi, mahali ulimtoa, na sasa anahitaji faraja zako ili uweze kufariji familia. Huu ndio wakati mgumu wa kuona ya kwamba ameenda. Hatukuwa tunaamini, lakini tumeamini sasa baada ya kuona kaburi imefungua kinywa chake wazi kumpokea. Haya Bwana, uturehemu, tuangalie kwa wingi wako wa rehema. Tufariji mioyo yetu, utie nguvu, tia nguvu familia hii yote kwa jumla, na kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sawa hapo. Hapo ni sawa. But a hair, just a hair. Just a hair.
Okay. Why is it not lying flat? There must be something. No, there's something there. What's making it twist? Why the coffin is not settling down? Yes, that is the problem. Oh, wamesema wameweka mawe ndani. Sasa ile mishika kutoa. Lazima watoe hiyo mawe. Ino tu hapo. Hiyo tu. Beti? Beti kwanza ende. Ndio kwa panile. Kwenye kamba itoke. Nivo Riyangu tatembe Irini esimiwe Ni kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yako sawa sawa na wewe se safarini mbele pamoja sawa. Okay, sasa wacha tumpishe Askofu Siuma. These are the words of Paul in the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13. Some few verses there can give us hope even ourselves. And he said from verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
For if we believe that Jesus died and rose again, that concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even them also which are asleep in Jesus will God will bring with them. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are asleep and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort each other with these words. Praise the name of living God. Paulo akanena maneno haya, na alinena maneno haya kuwapa Wakristo tumaini, ili wasije pia nao wakawa na huzuni kama na wengine wale ambao wana tumaini. Na hata nasi tulio hapa tusiwe na huzuni ambapo hauna tumaini. Huzuni wetu uwe ni tumaini ya kwamba Yesu Kristo wakati ule atakaposhuka, wakati wa tarumbeta ya mwisho, atawachukua wateule wake, na wale wote waliolala ndani ya Kristo, Mungu mwenyewe atawachukua kwa njia ya Kristo Yesu. Kwa hivyo wapendwa, kaburi si mwisho wa maisha. Kaburi si mwisho wa maisha. This is another chapter, and Moses has opened another chapter. And this chapter, Mungu ndiye anajua na Mungu ndiye anachukulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, tuwe na tumaini. Biblia haikatazi tukiomboleza. Biblia haikatazi tukilia. Tulie tukiwa na matumaini. Tuhuzunike tukiwa na matumaini, na kujua ya kwamba kabisa vile maandiko yanasema ni kweli, ya kwamba huu si mwisho, tuna matumaini ya kuonana tena. Kwa hivyo Moses, utalala katika usingizi wako wa heri ukingoja Bwana, vile nasi umetangulia mbele yetu na sisi tutakufuata. Na kwa hivyo basi tuwe, maandiko yanasema tupeane faraja katika maneno haya. Kwa hiyo jamii mfarijike, Wakristo wawe na faraja, na kila mtu awe na faraja kwa ya kwamba huu si mwisho, kuna maisha mengine yaliyo mbele ya kaburi. There is life beyond the grave, and that is kila mtu yeyote. Maandiko anasema katika kitabu cha Ayubu, yeyote aliyezaliwa na mwanamke, maisha yake duniani ni mafupi. Kwa hivyo hakuna mtu atakayeishi milele duniani, lakini katika mwili ule mwingine baada ya kaburi ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe na matumaini, na hivyo basi matumaini haya yakae nasi, yakae na jamii. Kwa hivyo kile tutakavyofanya ni kumwambia Moses kwaheri ya kuonana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaporusha mchanga huu, muambie Moses kwaheri ya kuonana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ametangulia nasi tuweze kumfuata, na hilo ndilo neno itakao baki katika mioyo yetu. Kwa hivyo hapo ninaomba wachungaji na watu wa jamii tuchukue mchanga ili tuweze kurudisha mchanga kwa mchanga vile maandiko yanavyonena. Anza na familia, urudi upatie wachungaji ili nao wachukue, ili tuweze kumlaza mpendwa huyu ametangulia mbele yetu. We have just gone ahead of us. We have been walking together with him, ya kwamba tuko safarini, na kutangulia kwake
si kumaanisha ni mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuwe na matumaini katika neno hili. Tuchukue mchanga jamii na wachungaji. Zakaria wakiwa tayari utanieleza ili tuweze kuendelea kutoka pale. Ukichukua mchanga tunangojeana tuongozwe na mchungaji. Chukue mchanga na uhakikishe ya kwamba umechukua mchanga. Just make sure that you have mchanga katika mkono wako. Yes. Basi kama wale ulio karibu na maneno haya Mungu akamwambia Adamu wakati ule ambapo kifo kiliingia duniani. Mwanzo wa kifo duniani ni maneno ya Mungu katika maisha ya Adamu, na hapo ndipo mwanzo wa kifo ulioanzia. Na kila mtu anayeishi ikawa ya kwamba ni lazima atakufa, ni lazima ataacha dunia. Na Mungu akamwambia Adamu, and to Adam he said, because I has not hearkened unto the voice of thy wife, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of this. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat of it all the days of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliposema hayo, basi ikawa Adamu amepata laana, na akaambiwa ya kwamba katika hayo, thorns and thistles shall it bring forth to thee. Thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of the face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For thou art not, it was thou taken for thy dust, and into this dust shalt thou return. Mungu akaambiwa maneno hayo na Adamu, na ikawa hivyo ndivyo ilivyoanza kifo cha mwanadamu. Kwa hivyo ni laana ya Mungu kwa mwanadamu, na hapo basi tunaruhusiwa kurudisha mavumbi kwa mavumbi, na Mungu akasema mavumbini ulitolewa na mavumbini utarudi. Na kila mtu achukue mchanga wake, kila mtu achukue mchanga, tufanye vile maandiko yanayotuamulisha ya kwamba mavumbi ya Moses yalitoka ulitoka kwa Mungu, na mavumbini yanarudi. Katika jina la Baba turushe pamoja, na jina la Mwana turushe pamoja, na jina ya Roho Mtakatifu turushe pamoja, na jamii pia tufanye hivyo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ufalme wa rehema na mtakatifu, tumekamilisha kazi ambayo umetupatia kurudisha mavumbi na mabaki ya Moses katika mavumbi, kama vile wewe Mungu ulimchukua kwa mapenzi yako, vile ulivyoonelea maisha yake duniani yamefikia mwisho. Ikawa Mungu nasi hatuna la kufanya ila ni kutimiza maandiko yako matakatifu. Moses amelala katika mavumbi, na maandiko ametuhimiza ya kwamba huu si mwisho. Wakati Kristo atakapokuja katika mawingu, tunaamini ya kwamba hawatachukua wale ambao wameshalala, na hivyo Moses atakuwa umoja wa hawa. Mwenyezi Mungu Baba, hakuna mtu aliye na hukumu wa moyo wake. Wewe ulimjua, wewe uliishi na yeye, na hivyo Mungu vile unamjua na vile unaishi na yeye, hata hivyo Kristo atamkumbuka kwa wakati wake. Na hayo ndiyo maneno yanayotupa faraja na yanayotupa nguvu kujua ya kwamba kaburi si mwisho wa kila jambo, bali kaburi
ni kufungua ajenda nyingine ya maisha ya milele. Hivyo alale salama katika kitanda chake cha usingizi. Vile kitabu cha Isaya kinasema 57 mlango wa 2, wale wanaotangulia mbele yetu wanalala katika usingizi wao na katika kitanda chao cha amani wanapongojea hukumu wa mwisho. Na hivyo Mungu ishi na yeye, upatie faraja, wapatie nguvu, na katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu Baba, hii series ya kifo cha vijana katika jina la Yesu Kristo tunaikatanisha katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakataa kifo cha watu wadogo kama huyu. Premature death should not be our portion in Jesus name. Premature death should not be there for young people katika jina la Yesu Kristo. Kifo cha mapema cha vijana tunakataa na kusema Mungu simama na maisha yao. Hivyo tunasimama na kusema Mungu tenda wema katika nyumba hii na katika jamii hii, katika jina la Baba na ya Mwana na ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mkombozi tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Okay, sasa tutakuwa na wakati wa kuweka maua. Kwa hivyo nitaomba jamaa mmoja ataingia ili apewe maua na familia. Sila, unaweza tusaidia? Utaweka juu, utaweka chini. Chini. Kwa hivyo tutaanza, sijui ni maua ngapi. Wacha tuongozwe na huyu dada vile maua zitafuatana. Asanteni sana. Yes. Yeah, if we can pull back a bit so that we have space. Yeah. Tafadhali kidogo. Thank you. Thank you. Thank you. Songeni nyuma kidogo. Asanteni. Asanteni sana. So tutaweka maua na maua tafuatana hivi. If I could get space for the girls here. Wale wanatupatia maua, kujeni mwesimame hivi, tengeneza njia. I want the flower for the church first, ya mwisho. Oh, okay, sawa. So we start with the family, we start with the father. Maua ya baba, church ndio ya mwisho. Church ni mwisho, leta ya baba. Baba afuatwe na mama. Honorable Mudhama, karibu. Okay, songesha hii pande. Saidia, where are the men? Thank you. If we can put it on the other side. Thank you. Maua ya Honorable Mudhama, Commissioner, Senator na ya Senator Kavindu ikuje. Next. Alafu tutakuwa na the love heart one. Senator Mudhama, and then ifuatwe na ya mom of Moses. I think you have a wreath also, and then the children of Moses. Then we'll go into leadership. Tufanye
Maua ya baba ikuje. Ya baba ikuje. Thank you. Mheshimiwa Senator. Commissioner ataweka maua yake. Asante sana. Na pole. May Moses rest in eternal peace. Asaidiwe. Thank you very much. Alafu tutafuatilia na ya mama. It's a beautiful wreath written son. Thank you very much. And then if we could have the one for the wives. It's coming. The wives of Moses. Mkuje pamoja. Hello. Yeah, it's coming. Aya. Kalata yende, kalata. And the children, together with the children. The mothers of the children, thank you very much. The children. Okay. Thank you. Thank you very much. And then now we will have from the sisters, the flowers from the sisters. The sisters, please step forward. Asanteni, karibuni. Na poleni sana. All the sisters here? The sisters? Yeah. You're all here? Yeah. Okay. You could place your flowers also. No, mwiki yote. No, mubange kote. Yeah. Sorry? Yeah, come. And we'll have the nieces and the nephews. Nieces, nephews. You can put on the sides, yeah. You can put on the sides. Nieces, nephews, where are you? Karibuni. Thank you for loving your uncle. And then we want to invite the leadership, PSC, Public Service Commission. PSC, Public Service Commission. I think they also have their flowers. I'm calling you. Hold on. There are some leaders who want to leave, so we wanted them to place. Members of the National Assembly, the MPs. Rachel Ambeso, where are you? Thank you very much. Karibuni, where are they? Members of National Assembly. Thank you for coming. Thank you for showing your support to this family. We appreciate you. Members of Senate. Karibuni, and thank you also for your support and for the love that you've shown. We truly, truly appreciate you. Asanteni sana kina dada. Thank you very much, members of the Senate. And now I'm going to call the paternal aunties and uncles. Karibuni, aunties and uncles. The paternal aunties and uncles. Karibuni sana. Na poleni sana for your loss. You can bring more than two. Please bring 2 wreaths, yeah? Asante sana. Uncles, are you in the picture? Asanteni sana.
Next, we'll have the maternal aunties and uncles. Maternal aunties and uncles. Maternal aunties and uncles. Chukua maua tafadhali mwekele. Asanteni sana. Tuharakishe juu ya masaa. Aunties and uncles from the maternal side. Asanteni sana. In the meanwhile, can the cousins get ready also? Thank you very much. Cousins, karibuni. Cousins on the paternal side, karibuni. Thank you very much, and poleni pia. Cousins. Wakati hapa, haraka, give them space. Tasha, just keep crossing. Thank you, karibu sana. Give them another bouquet, you can give them 2 so that they don't have to squeeze into one. Oh, the boys are here. Friends. No. Anybody else? Thank you very much, and poleni. Cousins from the maternal side, kujeni pia. Pole. Songe hivi. Ingia kwa picha vizuri. Thank you. Subi anduka baluke bo. Ni asanta na poleni sana. Next, we'll have any neighbor or friend who has a bouquet. Friends of Moses, you have a bouquet? Karibuni. Friends, you're here. Karibuni sana. There's a bouquet for you. And then everybody will get an opportunity to place a flower if you can start distributing the single stem roses to all the person. Then is there any neighbor? A neighbor? Neighbors? Okay. Kama hakuna, tunaweza kuita marafiki. Anybody else with a bouquet? Oh, the committee, I'm sorry. Committee ya Nairobi. Chair Sharon? Oh, all the committees, karibuni. Nairobi, ya nyumbani, karibuni. We appreciate you for the great work. Mumefanya kazi safi sana. Indeed, nimwikie nimuthukumie nesa. Na mwakwata ni nesa. Na mwasovya chabi chaile. God bless you also. Thank you very much. Committee, yes. Neighbors from Mua also have a bouquet. Karibuni. Alafu committee ya Musi Mwenela. Unga mabaya mwaito. Okay. Okay. Nenganai. Alafu staffs ya Rockland na J&M. Oh, ambaye tela committee ya Nairobi ni naona tameke lakini nauke na committee yeswingi na committee ya Kumusi muke mose Lamu ike Sharon tulikuita lakini weka yako pia utasaidiwa. Committee Nairobi saidia Sharon. Asante, yeye ndiye alikuwa chair lady, way too very able. Thank you so much for the great work. God bless you. On behalf of Moses, we are grateful and the family. Disika committee yako mena mundu. Eba, muyuke mwili lela committee yako. Mwili lela oneni. Tia sanda. Mwiyo eli kanano sawa ni mo represent. Aya. Mwiyo ba ni mo kwatani. Ene. Tia sanda muno mwiko niyewe ya museo muno. Kazi safi sana. On behalf of Rockland and J&M, karibuni. Rockland and J&M. Alice, where are you? Your people. Oh, yeah, representation. Thank you.
Nimeambiwa kuna staff ya Senate wako na bouquet pia. Ya Senator Kavindu staff. You have a bouquet also. Asanteni. Alafu the roses going round. Asanteni sana. Fe mundu no wewe wenela thingi. Kila mundu longi otana ilela ako ateka single rose in honor of unless we mundu kwenda kuilela. Yes. Cousins, Ben, Niwa Ben C, if they are close by, nikienda tomine. There? Yeah. So, can you come and place one? Okay. Eh? Nani? Church. Oh, ya kanisa. Tunangoja hizi zote ndio ya mwisho. Yes, I'm listening. We have one for the church. Yes. But the clergy can still come and lay one here. Okay. The word clergy. Okay. The clergy, please, before we place the one of the church, just together. We have about 3 bouquets here. Munaweza kusplit. Thank you. Yeah. Wanje. Yeah. Na bishops. Oh, hata wewe karibu sana, si hata wewe ni clergy. Thank you. Yeah. Patianeni space ziko mingi, wale wameweka, asanteni sana. Bishops. There's an extra lamb bouquet. Hiyo ndio ilikuwa ya mzee. Yeah. Na mwitia the moya Ruth na Rose Meva. Are they here, Ruth and Rose? Ngoja. Yeah, Ruth and Rose. Karibu. Washapeana. Peter Bambe, take a latange. Ruth. No sungeva. Oh, you're representing? Osela ba? Osela? Osela? Okay. Thank you. Ni asante. Haya, sawa. Mko sawa? Esther? Okay. I think we are good now. We could... Okay. I've been instructed that if you have a rose and you want to place, please place it so that now we can place the one for the church. Yeah. This one's just place them here. Yeah. Unaweza eka hapa, mnaweza eka hapo. If you have a rose, just excuse each other in good order, starting with the clergy. Asanteni sana kwa kazi safi ile mumefanyia Moses. We thank you. And give space so that the ones who are behind can just place a rose for Moses. You can place it on the sides. Thank you. God bless you and thank you for coming. We appreciate you. It's a great show of love. Peaneni nafasi. Asanteni sana. Peane nafasi ndio kila mtu aweze kuweka. Asanteni sana. Pole pole. Everybody will get an opportunity to place a flower. Tutamalizia na maua ya kanisa. Asante. Leteni maua zenyu. Can I hand it over back to you? Are you the one concluding? Okay. I just want to tell you something. Yes. Just that very rough. Unajua maina. Karoni kwa maina. Anaingia na shida. No. You announce it. Commissioner, Commissioner God, leave the GMM. Kwanza wapatiwe nafasi nzuri. Boni, Professor, please come. Professor Mutisia. Oh, Boni. Okay.
Tuomba mwenye wameshika maua yote tunataka ingie. Bakia kanisa. Leta hizo zingine. Boni walk. Twende. Tuomba yote. Ndio huyo anasikia kama. Kama umeshuka maua sasa ndio wakati, ndio tumalizie na ya kanisa tafadhali. Leta hizo maua. Mrembo. Excuse me. The ashes. Bring, wacha zikuje. Asante. Ni ya kanisa. Isongee karibu. Isonge karibu. Thank you everybody for the love. Asanteni sana. Toa mtu ngea mobenu ndo ngamana family eno. Na mala asiwe maana kabani asanda mno. Maskofu tena kwa hiyo kutunga bangi ndo. Kanisa, asanteni sana kanisa. Niombe tafadhali tusikizane sasa. Naomba tutengeneze njia hapa. Let's clear that path so that after the last prayer tutampisha commissioner pamoja na familia akiandamana na Parliamentary Service Commission, senators walio hapa, wabunge walio hapa ili waende pale nyumbani. Asante. Basi na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema ni asante, ni kwa maana tulituona tutangulia kutuwezesha tangia asubuhi katikati ya maziko haya na hata hatima yake. Wakati huu tunasimama mbele zako na kutoa shukrani zetu, ukisema unastahili na uinuliwe. Na kwa wakati ambapo umebaki, wakati tunaomba kumkana Mwenyezi Mungu, tukiomba kaburi hiyo kapate kuifunika kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ili wakati tunapongojea siku ya ufufuo Kristo ukapata kutamalaki. Wakati tunapokumkana mahala hapa, na wale wanasafiri kwa gari, wengine watasafiri kwa miguu, kwa mbali kwa karibu, sisi wote tunajikabidhi mikononi mwako ili Mwenyezi Mungu kapate kuwa kiongozi wa kila mmoja. Ikapo manyumbani kwetu, kila nafsi ikakumbuke kukushukuru ni kwa maana umetenda. Zidi kufariji familia na sisi wote na kanisa. Ni kwake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi, waomba na kushukuru. Basi kwa mara nyingine tena tutatengeneza njia ili commissioner Mudhama pamoja na familia, Parliamentary Service Commission, senators, members of parliament waweze kuelekea. Lakini kwa sasa mafundi, tafadhali tulete mawe. Tulete mawe ya kufunika kwa haraka. Wengine tunaweza kusonga na tukatulia tu kidogo ili viongozi waondoke. Clergy pia tuelekee. Alama kuina amaende. Alama lipo kutoka tesi wale wali tuondolee hizi. Timu ya Lee, tafadhali mnaweza kuondoa carpet ili tuwekelee mawe. Sound engineer, kujia mics. Viva kama mna timu sindi. Viva okay. Kamera. Tuka. Moka wenye nilikuwa nahitaji wao.